Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwako Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipokikabili kinara, naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Ndipo uso wa mfalme ukambadilika, fikira zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena, akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake, atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Basi wakaingia wenye hekima wote wa mfalme, lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukambadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi Malkia, kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake, akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, mfalme, uishi milele. Fikira zako zisikufadhaishe, wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadreza baba yako, naam, mfalme baba yako, akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimwita Belteshaza. Basi na aitwe Danieli, naye ataionyesha tafsiri. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme, na mfalme akanena akamwambia Danieli, je, wewe ndiwe Danieli yule aliye mmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa, ambao mfalme baba yangu aliwaleta huku toka Yerusalemu? Nimesikia habari zako, kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba nuru na ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi wameletwa mbele yangu, wapate kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri ya jambo hili. Lakini nimesikia habari zako, kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo. Haya, kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako, nawe utakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike wewe mwenyewe, na thawabu zako mpe mtu mwingine. Walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako, mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai. Aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu,
moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukalewa maji kwa umande wa mbinguni. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye, awaye yote. Na wewe mwanawe, ee Belshaza, hukujinyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua hayo yote, bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao amevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako. Na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea. Nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako imkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha ule mkono ikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakamtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa na miaka 62.